Bwana fresh kabisa niambie. Kama kawa. Kama kawaida. Kwanza nikukaribishe, mimi ni mwenyeji hapa kwa muda huu. Kwa kweli asante sana, nimefurahi sana kuwaona kufika hapa na nikaona shamra kama hili. Waandishi wa habari mpo active namna hii. Bwana jambo kubwa sana, jambo zuri sana. Michuano hii unaionaje? Michuano hii aise tangu imeanza kusema ukweli nilikuwa nikifuatilia kupitia kwenye nizungumze kweli kwenye TV tu. Nikiangalia kina tupa wakina Alikiba lakini leo kwenye finali kaona bora nije mimi mwenyewe nijionee kabisa. Lakini michuano ni mikali sana. Mimi kwa wakati naangalia ile kombe nikajua labda ni watu ambao yani unajua kuna magrupu ilikuwa ya comedian sijui kuna nini, lakini kwa siku moja niliona kuna timu moja ilikuwa inacheza na Clouds ile kuanzia pale nikasema kumbe ya mashindano ni hatari kwa sababu nilikuwa naona watu wanapiga mpira kweli. Kwa hiyo yani leo nikasema ngoja kwanza nikajionee mwenyewe kwa macho yangu. Labda mara ya kwanza unafika. Kusema ukweli mimi nilikuja mara ya kwanza lakini katikati hapo nikapotea na leo nikawa nimekuja leo kwa ajili ya finali. Na siku leo Bad Nation anacheza na PSG. Unamwona nani leo anaondoka nao? Unajua hizi timu zote ni kama vile timu yani leo tupo kama timu ya Simba na Yanga. Timu zote zipo kali. Ukiangalia upande wa Bad Nation, ukiangalia upande wa PSG, GSP, yani wote wako vizuri. Ila mimi naona kama Bad Nation atakuwa mshindi namba 2. Kwa nini? Ana timu kali ujue. Kwenye mpira kila wote anaweza kaonekana. Chochote kile. Unajua kila mmoja kashajiandaa. Hawezi Bad Nation ni wabaya kama hivyo jina lao kwamba mpira unaupiga. Lakini inawezekana katika mpira chochote kitokee. Ndio. Kwa hiyo sisi kama sisi hawezi kujua pengine leo mtu kafuturu sana iftari imejaa lakini vile vile pia kila mtu tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu yoyote anampa Mwenyezi Mungu anampa yule amtakaye na mwenye bahati katika siku ya leo siku ya Ramadhani basi atabahatika. Sasa JK mashindano yanaelekea tamati na amefanyika kwa mwezi wa Ramadhani pekee yake. Labda unatamani muendelezo wake uwe tu kwenye Ramadhani, maana Ramadhani hii mpaka Ramadhani ijayo kuna muda katikati hapo na tuna vipaji vingi vimeonekana. Labda ungetamani yawe katika namna gani ili iweze kupangiliwa yarudi tena? Kama nimeona katika mashindano kama haya kweli huwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kuna kitu ambacho alikiona mpaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakiweke kwa sababu wakati tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani watu sio lazima watu imeenda kuondolea watu unyonge. Kwa sababu Ramadhani basi mwachovu tu. Kwa hiyo michezo kama hii unapokuwa unafunga kwanza inakupa ari, inamshari, alafu vile vile ni moja kati ya mazoezi. Kwa hiyo huu mwezi wa Ramadhani kama unavyojua tunafunga alafu ili tuweze kupata afya. Kwa hiyo ukija ukaongeza na michezo unapata afya zaidi. Sasa kilichopo hapa si kitu kibaya kuwepo katika kila mwezi mtukufu wa Ramadhani, ila waanzilishi wa tamasha hili ni muda sasa wa kuweza kujua kabisa kwamba kuna vipaji vingi. Kwa maana hiyo kama ni mwanzilishi basi aweze kuwa katika hii misimu ya kawaida aweze kukusanya baadhi ya watu ambao wako serious wana vipawa namna hiyo, ili kishafika mwezi mtukufu wa Ramadhani hata wale wenye timu kubwa basi kama KMC, Young Africa na wengine wanakuja wanachukua wachezaji pale. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba yule ambaye mbeba maono kwenye hili asiishie hapa. Mwisho wa tamasha hili siku ya leo ndio iwe mwanzo wa kusaka vipaji vya wachezaji mipira huko mbeleni. Kwa hiyo tukianza kuongelea comedy, ushawahi kufikiria kufanya stand up comedy siku moja? Yani ya kwangu peke yangu, maana yake mimi huwa naalikwa katika stand up comedy. Yani kuwa na wewe kuanzisha ya kwako. Yes. Hicho kitu kipo, na kwa sababu sasa hivi kuna kitu nilikuwa nakimalizia. Kwa hiyo nina imani kubwa kabisa baada ya kumaliza hapo na kuna mimi ya kwangu mimi itakuwa kuna waigizaji wa sauti wenzangu. Umenielewa? Ambao kuna madogo wengi sana wanataka kuonekana, wanataka kubebwa kwa sababu na wengine mnawaona kupitia katika comedy zangu ninazozifanya wanakuwa wanajua kuigiza sauti, lakini ile platform ya kuweza kutoka ndio inakuwa ngumu. Huwa nawabeba na imani kubwa, na sasa hivi wenyewe wamependa kwamba na sisi kupitia achana na wengine ambao wameanzisha, basi na sisi tunakuwa na kwetu ambayo kesho na kesho kutwa tutakuwa
na platform ya kwetu sisi ambayo itakuwa na jina letu la pekee yetu. Kwa hiyo hicho stand up comedy ya sauti za watu kuigiza sauti za viongozi wakubwa kuwafurahisha na yenyewe inakuja. Sawa. Kwa kumalizia, naomba tumalizie na sauti ya JK kidogo. Tumemmisi sana maana kitambo wengine masikio yetu hajapata kusikia sauti yake akihutubia sehemu. Basi kwa hii ngoja kwanza nianze kuitafuta kwa sauti mbalimbali kwanza. Tuanze na Tundu Lissu basi wakati unamtafuta JK. Tunaanza kuitafuta, tunaiita kwanza. Tunaanza na Tundu Lissu tunafanya kama kahudhuria maeneo haya haya. Karibuni sana. Sasa nizungumze kwanza na wabeba maono ambao wameletwa katika hii Samia Cup. Kwa hiyo wanahabari, nizungumze jambo moja. Huu mpangilio wa kuwafanya vijana waweze kuja katika michezo kama hii ni jambo la umuhimu sana na ni wasifu sana. Kwa hiyo mimi sio mzungumzaji sana, naelekea humo ndani kuona kama yaliyomo yamo. Kwa hiyo hilo jambo la kusema hapa leo hatupo kwenye siasa. Leo tupo kwenye michezo. Michezo inaamsha hari. Kwa hiyo ni wasifu sana ndugu zangu, na mimi niseme asanteni sana. Mna maswali? Swali letu tumalize na sauti ya JK sasa. Okay. Sasa sijui nivue kofia. Kwa hiyo mimi ni wasifu, ni msifu Alikiba. Aifanya tamasha nyuma ya nyumbani kwangu. Kwa hiyo ni wasifu sana watu ambao wameweza kujitokeza kwenye hili, na niwaambie tu kwamba kumbe hizi phone itakuwa kidogo nafanya mazoezi. Kwa hiyo niseme kitu kimoja kwamba nimefarijika sana kuona wingi wa watu namna hii katika kuelekea kilele cha Samia Cup, na kama ilivyo ni kipindi cha huyo nani tena huyo vijana haya wakati wao tena. Kwa hiyo niseme tu kwamba kuelekea Samia Cup final, mimi niwatakia kila laheri vijana wangu wote, kwa sababu ninachokizungumza ni kwamba michezo huwa inaamsha ari, nguvu na kila kitu. Kwa hiyo katika michezo hii tuitumie vizuri. Lakini nimeona katika michezo hii kuna watu wengine nimesikia kwamba hapa